Kumekuwa na changamoto kubwa sana katika familia, hasa mke na mume kugombaniana simu, ambapo unakuta mwanamke au mke anagombania simu ya mume wake na mume anagombania simu ya mke wake, sio kwa nia njema, ila kwa nia ovu, kwa lengo la kupekua simu ya mwanamke huyo au mwanamume huyo ameongea na nani au amefanya mawasiliano na mtu gani. Ikumbukwe, mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya faragha, usiri wa taarifa zake na mambo anayoyafanya. Yeye kama yeye ana faragha yake yeye kama yeye. Kwa hiyo bila ridhaa yake, kama yeye hajaridhia hicho kitu kiwe kinajulikana kwa watu wengine, unawewe ukaamua kukipata hicho kitu kutoka kwake kwa njia isiyo halali, unakuwa umeingilia faragha yake na ni kosa la jinai. Ni sahihi, mke na mume ni mwili mmoja katika dini, katika imani tunaamini hivyo. Lakini je, ushawahi kwenda kusajili line yako ya simu kaambiwa una cheti cha ndoa? Wewe na cheti cha ndoa, unaenda na cheti chako cha kuzaliwa maybe, au na namba ya NIDA. Hii inamaanisha kwamba ile line ni ya kwako wewe, sio ya familia, sio ya mke, sio ya mume, ila ya wewe ambaye umeenda kusajili. Mimi Wilfred William nimesajili line yangu ya simu, ni ya kwangu mimi. Hata akichukua Juma akaenda kutenda kosa kule na hiyo line yangu, nitakamatwa mimi kwa sababu mimi ndio mmiliki wa simu hiyo. Kwa hiyo kuwa mke na mume haimaanishi kwamba simu hiyo ni ya mke na mume, ila simu ni ya mtu mmoja kwa matumizi yake binafsi.